wanawake waliojistiri, wanawake wacha Mungu Dar es Salaam wapo na kila mkoa wapo, lakini vile vile waovu wapo. Huko Tanga unako kusema waovu wapo, sijui wapi unako kusema waovu wapo. Kwa hiyo mkoa huu Umar Bilal na kuwezesha Sifa Shaaban kwa niaba ya walii wake na idhini yake kumuoa Sifa Shaaban kwa idhini ya walii wake na idhini yake. Umar Bilal, nimekuwezesha Sifa Shaaban kwa idhini ya walii wake na idhini yake. Sema nimemuoa Sifa Shaaban kwa idhini yake na idhini ya walii wake. Takbir. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naitwa Haruna Mustafa Mbese, mwenyekiti wa taasisi ya Ashabul Kahfi iliyoko hapa Temeke katika mkoa wetu huu wa Dar es Salaam, Tanzania. Leo ni siku ya furaha sana. Nikisema hivyo nina maana kwamba ninaozesha binti yangu Sifa binti Shaaban Hassan, ambaye leo ameolewa na Ustadh Sheikh Bilali ambaye kutoka Mabibo. Huyu ni kijana ambaye amelelewa na Sheikh Lipumba, mzee wa takbir. Huyu amelelewa na Sheikh, huyu ni baba yake mlezi, na leo alhamdulillah wameweza kufanya jambo kubwa la kuja kuoa katika familia yetu. Ilikuwa ni siku ya furaha, kama mnavyoona shughuli inaendelea, na muda huu ni muda wa kupata riziki, watu wanapata chakula. Tunashukuru sana sana Watanzania wote kutoka katika pande zote. Tulikuwa na wageni wengi kutoka Singida, Rajab Ndomondo alikuwepo na Rajab Sima, walikuwepo wengi, lakini kubwa zaidi aliyofungisha ndoa ni Sheikh Ibrahim Kishki, kaweza kufungisha ndoa katika siku ya leo. Ilikuwa ni siku ya furaha sana, siku ya adhimu sana kwetu. Tunashukuru Dai TV, hawakuwa mbali, wametembea viunga hivi na wapo hapa live kabisa katika kuchukua baadhi ya matukio. TV hii ni TV pendwa kwetu Tanzania, Mwenyezi Mungu aibariki sana. Lakini mwisho kabisa, sio kwa muhimu, tunaomba dua sana kwa hawa ambao leo wameweza kupata jambo hili la furaha, jambo hili la ndoa, jambo hili la ibada. Mwenyezi Mungu akawape maisha mema, akawabariki vizazi vyao, wapate watoto wema, watoto wacha Mungu ambao watakuja kuufaa Uislamu na wataifaa jamii. Mwenyezi Mungu awalipe wanajamii wote waliohudhuria katika hafla yetu hii ya ndoa. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Wito wangu kwao, kwa hawa vijana ambao hawajapata kuoa, ni muda wao sasa. Huu ni muda wao sasa wa kuenda kuoa. Hakuna kuchelewa, hakuna kubabaisha, hakuna lolote katika swala hili. Ni swala ambalo ni la kiibada, ni swala ambalo limeelekezwa. Na unaishije bila kuoa? Unaishije bila kuoa? Inatakiwa kijana yeyote yule ambaye hajaoa, akisikia maneno haya, ni nasaha kwake na wito kwake, afanye maharaka sana kuweza kwenda kwa kuishi bila mke kutakupeleka katika maasi. Na ukienda katika maasi unamkosea Mola wako, na baada ya kumkosea Mola wako unatakiwa utubie na ufe umetubia. Bila hivyo utaenda kukutana na adhabu kali sana mbele ya Mola Tabaraka wa Taala. Mwenyezi Mungu awajalie waowe wote vijana hao ambao hawajaoa. Lakini kumekuwa kuna maneno ya kushusha vijana wanaongea kila siku kwamba Dar es Salaam kutokana na maadili yalipo, hakuna mwanamke wa kuoa. Ukitaka kuoa uende katika mikoa kama Tanga na mikoa mingine. Hili kama wewe unazungumzia Watanzania au wasemaji wote duniani pale walipo, hayo ni maneno. Mtu yeyote anaweza katunga, amekurupuka usingizini, amekurupuka wapi, anaweza katoka tu kama chafya inavyotoka. Kwa hiyo ni maneno yanayowatoka watu ambao hawajui dini yao na hawajui maumbile alivyowaumba Allah Tabaraka wa Taala. Si kweli kwamba sasa hivi hakuna watu wacha Mungu. Wapo wanawake ile qanitatin, wacha Mungu, taibatin, abidatin, tayyibatin wa abkaran, wapo wanawake waliojistiri, wanawake wacha Mungu Dar es Salaam wapo na kila mkoa wapo, lakini vile vile waovu wapo. Huko Tanga unako kusema waovu wapo, sijui wapi unako kusema waovu wapo. Kwa hiyo mkoa huu unao mabinti ambao ni tayyibatin wa abkaran, ambao ni mathayibu, lakini na mabikira wapo na wacha Mungu wapo. Kwa hiyo hatuna kauli ya kusema kwamba jiji hili halina watu wa namna hiyo. Ni kauli za watu wanayetamka kama chafya inavyotoka tu, hawajui wanalolizungumza. Asante sana, karibu sana.